Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Tumeshuhudia sakata zima la msanii Ibra kutokea katika record label ya Konde Gang. Banani kama vile Ibra direction yake ya kimziki mpaka dakika hii bado hajaelewa ni wapi ambapo anatakiwa aelekee, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo wamerushiana maneno na msanii Harmonize kwenye mitandao ya kijamii, basi unaweza kujithibitishia swala hili wazi kuwa Ibra kipindi ambacho amejiunga katika record label ya Konde Gang, malengo yake makubwa ilikuwa ni atoboe kimziki, lakini pia afahamike kwa kiasi kikubwa sana. Lakini malengo ya Ibra yamekuwa tofauti sana tangu aingie katika record label ya Konde Gang. Ni kama vile msanii Harmonize amempuuzia kwa kiasi kikubwa na hajawahi kabisa kumpushi. Namna ambavyo Ibra anaongea na kudai kwenye mitandao ya kijamii ni kama vile msanii Harmonize hajawahi kabisa kumfanyia jambo zuri msanii Ibra. Sakata hilo limefika mbali zaidi mpaka siku ya leo BASATA wameweza kuitisha kikao kifupi kwa ajili tu ya kuangalia ni kwa namna gani wanaweza kutatua hili swala la Ibra pamoja na mwajiri wake msanii Harmonize. BASATA imewaitisha wote wawili kikao. Ibra amefika asubuhi ya leo BASATA, lakini msanii Harmonize yeye ametuma mwakilishi tu, hajaweza kufika katika kikao hicho, na hatujajua mpaka sasa hivi ni kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini msanii Ibra baada ya kutoka BASATA amezungumza na waandishi wa habari kuhusiana na hili swala na kudai kuwa kitu cha pekee ambacho anakihitaji basi ni apate haki yake na kila mtu apite na maisha yake. Sasa watu wengi wakawa wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu msanii Diamond Platnumz na yeye binafsi aliona atie neno lolote au atie chachu katika swala hili zima la Ibra. Kwa mara ya kwanza aliposti ngoma ya Ibra ambayo inajulikana kwa jina la Copy and Paste, na watu wengi sana walikomenti baada tu ya kumuona msanii Diamond Platnumz ameweza kuposti ngoma ya Ibra kwa mara ya kwanza, na watu wengi wakatafsiri swala hilo wazi kuwa huenda msanii Diamond Platnumz anatamani sana kumsaidia Ibra ila bado hajapata nafasi hiyo ya kuweza kumsaidia Ibra. Lakini Harmonize baada ya kuona msanii Diamond Platnumz ameingilia katika swala lake zima na Ibra, akaamua kumsema kwenye mitandao ya kijamii na kudai kuwa amekuwa ni Swahili singer, yani mwanamuziki wa Kiswahili ambaye jambo lolote haliwezi kumpita, ni lazima tu ataweza kutia neno. Sasa watu wengi wakawa wanajiuliza ni nani ambaye yupo nyuma ya Ibra, kwa sababu ukimwangalia Ibra ni msanii ambaye amedumu katika record label ya Konde Gang, lakini pia Ibra ni msanii ambaye anamheshimu kwa kiasi kikubwa sana msanii Harmonize na hajawahi kabisa kumvunjia heshima msanii Harmonize. Lakini ukiangalia kwa sasa hivi Ibra amekuwa na kiburi kweli kweli, na ukiangalia kwa namna fulani kuna mtu ambaye ana nguvu zaidi ya Harmonize yupo nyuma ya Ibra, kwa sababu namna ambavyo Ibra amekuwa na ujasiri wa kusema maovu yote ya msanii Harmonize kwenye mitandao ya kijamii, basi ni namna ya tofauti au ni namna ya kipekee. Na ninaweza kukumbusha jambo moja, kipindi ambacho Angela aliondoka katika record label ya Konde Gang, aliongea mambo mengi sana na kudai kuwa Ibra ndiye mwanaume wa pekee ambaye ni mvumilivu sana, kwa sababu ukiangalia mambo mengi sana amefanyiwa katika record label hiyo ya Konde Gang, lakini hajaweza kabisa kukata tamaa. Na Angela akadai kama Ibra ataondoka katika record label ya Konde Gang basi na kuongea na waandishi wa habari, basi huenda record label ile ikafa. Lakini pia msanii Harmonize akaumbuka kwa kiasi kikubwa sana, na tunaweza kusema tunayakumbuka maneno ya Angela, na kwa sasa hivi tunaweza kusema hayo mambo yameweza kutokea kwa sababu Harmonize ameweza kuumbuka baada tu ya Ibra kutoa siri zake kwamba inasemekana Harmonize aliwahi kumuita Ibra chumbani kwake. Sasa Mange Kimambi, dada wa taifa, siku ya leo ameamua kuingilia kati hili swala zima la Ibra pamoja na msanii Harmonize baada tu ya kuona msanii Diamond Platnumz ni kama vile anataka kuingilia huu ugomvi wa watu wawili, Ibra pamoja na msanii Harmonize. Sasa Mange Kimambi kitu ambacho amekizungumza, amedai kuwa msanii Diamond Platnumz ndiye mtu pekee ambaye yupo nyuma ya Ibra. Kitu cha kwanza watu hii wakielewe kitu hicho kwamba Diamond ndiye ambaye anampa kiburi Ibra, na wanawasiliana tangu ambapo Ibra yupo katika record label hiyo ya Konde Gang. Basi unaambiwa msanii Diamond Platnumz aliweza kuingilia kati na kuwasiliana na Ibra ili mradi tu aondoke katika record label hiyo aje amsaini katika record label yake ya WCB Wasafi. Sasa Mange
akampatia ushauri wa bure kabisa Ibra na kumwambia kuwa msanii Diamond Platnumz naye pia sio mtamu na huenda akaondoka katika record label ya Konde Gang, lakini akapotea kimziki moja kwa moja kama ambavyo wengine waliweza kupotea baada ya kuondoka katika record label ya Konde Gang. Wasanii wengi sana ambao waliondoka katika record label hiyo mpaka sasa hivi tunaweza kusema tunawasikia kwa shida sana, ngoma zao wanatoa lakini hazisikiki tena, kwa sababu ukiwa chini ya record label basi unafahamika kwa kiasi kikubwa, na unapojitegemea basi hakikisha mategemeo yako makubwa au mambo yako ambayo unayafanya basi yawe na akili sana na management yako iweze kukuongoza vizuri. Sasa Mange Kimambe akadai kuwa Diamond Platnumz naye ni wale wale, kwa sababu ukiangalia kipindi msanii Harmonize anaondoka katika record label ya WCB, na yeye pia Diamond aliweza kumlipisha msanii Harmonize mamilioni ya pesa ambayo Harmonize hakuwa nayo mfukoni. Aliamua kukopa huku na kule kwa ajili tu ya kuweza kuondoka katika record label hiyo ya WCB Wasafi. Sasa Mange Kimambe amempatia ushauri wa bure kabisa Ibra na kumwambia kuwa kama anataka kuendelea na mambo ya kimuziki, bora akiondoka katika record label ya Konde Gang basi ajitegemee yeye mwenyewe, na kama hawezi kujitegemea basi ni bora atulie kwanza aanze kujipanga ili mradi tu aweze kujitegemea, kwa sababu ukiangalia msanii Diamond Platnumz anaendesha record label kubwa sana hapa nchini Tanzania, record label ya WCB Wasafi, na wasanii wengi wakubwa wanatokea katika record label hiyo hiyo ya WCB Wasafi. Kumwangalia msanii Zuchu, msanii Mbosso, msanii Lavalava wanafanya vizuri sana katika record label hiyo ya WCB Wasafi, lakini ukiangalia kuna baadhi ya wasanii ambao hawapambani. Ukimwangalia D-Voice tangu amesajiliwa katika record label ya WCB Wasafi ni kama vile hakuna kitu ambacho anakifanya. Ukiangalia muziki ambayo D-Voice anaitoa basi ni muziki ambayo haifiki mbali. Sasa Mange Kimambe akadai kuwa Ibra ana tofauti gani na D-Voice ambaye yupo WCB Wasafi, chama kubwa la record label kubwa, lakini hakuna kitu chochote ambacho D-Voice anakifanya. Sasa Mange kitu ambacho alichokifanya akamshauri Ibra kama anataka kuwa salama katika mambo yake ya kimuziki, basi ni bora akiachana na record label ya Konde Gang basi ajisimamie mwenyewe na sio kwenda katika record label nyingine yoyote, kwa sababu dada Mange anadai tayari amekwisha nasa message za msanii Diamond Platnumz akimshawishi Ibra na kudai kuwa yupo pamoja naye na apambane, na akitoka tu katika record label ya Konde Gang basi Diamond Platnumz ameweza kuahidi atamsaini katika record label yake ya WCB Wasafi na mambo yake yatakuwa ni mazuri kabisa. Lakini pia tukiangalia kwa upande wa pili, msanii Ibra ni msanii mzuri ambaye anafanya vizuri sana katika record label ya Konde Gang, lakini pia ni msanii ambaye ana sauti ya kuimba, lakini pia ni mbunifu kwa kiasi kikubwa sana. Muziki yake ambaye Ibra anaifanya na kuitoa basi ni muziki mizuri sana, na tunaweza kusema Ibra akipata management nzuri, lakini pia akipata record label nzuri ambayo ikamsimamia kwenye masuala mazima ya kimuziki, basi anaweza akatoboa na maisha yake yakawa mazuri kabisa, tofauti na hapo ambapo alipo kwenye record label ya msanii Harmonize. Tunaweza kusema tunampongeza pia Ibra kwa kifua ambacho anacho. Kwa takriban miaka 5 amekaa katika record label ya Konde Gang, hajawahi hata siku moja kuongea mabaya yoyote ya msanii Harmonize, licha ya kwamba Harmonize ameacha kumsupport muda mrefu sana kwa madai ya Ibra kwamba Harmonize amekuwa ni mwanaume ambaye anapenda sana kuwa support watoto wa kike kwa kiasi kikubwa sana. Ukiangalia kwa sasa hivi anamsupport Abby Chams, ambaye Abby Chams ni msanii ambaye anajitegemea, lakini Harmonize ameweza kumpush kwa kiasi kikubwa sana, na tumeshuhudia ngoma nyingi ambazo wameweza kufanya na Abby Chams zimeweza kufika mbali kwa kiasi kikubwa sana. Na huo ndio ushauri wa Mange Kimambe siku ya leo kwamba Ibra akitaka kuondoka katika record label ya Konde Gang basi ahakikishe haingie katika record label nyingine yoyote, kwa sababu record label ni zile zile na wale waajiri ni wale wale. Hakuna mwajiri ambaye ana tofauti kubwa sana na huyo Harmonize ambaye anamkimbia. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.